Na ninapenda niwaambieni wale ambao mlikuwa mnaenda kutibiwa Batisti, barabara ya Batisti mnaijua muijui? Mama Samia Suluhu Hassan tayari kameshaelekeza ujenzi wa barabara ile kwa lami, na nilikuwa na wakandarasi pale. Inajengwa barabara ya kupita pale Baptisti kutokezea mpaka Nazareti kwa lami na taa na mitaro. Mama Samia oye! Nataka nimwambie ukweli mama yangu Samia Suluhu Hassan, leta kwangu mimi, hata ukileta kijiko utapata sifa ile ile, kwa sababu tunaamini unaupenda mji kuliko mikoa mingine yote, na sisi tutakupa heshima yako mama yangu Samia Suluhu Hassan. Kwa hii barabara kwa matumizi ya mjini inatupa changamoto kubwa, hasa wakati wa mvua inapokuwa zinanyesha. Barabara ni mbovu kwa matumizi ya mjini, haifai, na ni barabara ambayo inahitajika sana, hasa kwa wakazi wa Mwasenga wakati wanapokuwa wanaenda kwenye shughuli zao mjini na wanapotoka mjini kurudi kwenye makazi yao ya Mwasenga. Kero hii ya barabara ni kero kubwa sana, kwa sababu kuna kipindi ilikuwa nasikia tunapeleka wajawazito hospitali, lakini kabla ya kuwafikisha wengine walikuwa wajifungulia njiani. Kwa hiyo kero ilikuwa inatuchanganya sana. Wakati mwingine unakuta tunatoka hapa Katubuka tunaenda Nazareti. Kabla ya kufika Nazareti, jamani, vichele mfukoni vinaanguka. Barabara ilikuwa mbaya sana. Yaani hivi tukiwekewa lami tunamshukuru Mungu, maana na biashara zetu tutafanya kwa urahisi. Magari mengi wanapita hapa kwa sababu njia ya airport ya mara kwanza kutoka Mwanga kwenda airport imezuiliwa na maji. Kwa hiyo mafuriko yamezuia. Kwa hiyo hii ni njia kubwa ambayo inayopita magari ya tofauti na inayotokea sehemu tofauti kwenda airport, kwenda Mwasenga, yote yanapita hapa. Kwa hiyo na adha tunayoipata kubwa vumbi linatusumbua sana. Kipindi cha masika, mvua, matope yanakuwa mengi, njia haipitiki, utelezi. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie juu ya hii barabara. Yaani tunaathirika sana, watoto mafua kwa sababu ya vumbi. Hilo ndio ombi letu. Ila itapotengenezwa ikakaa sawa, nadhani tutaenjoy, na hata biashara zitakuwa, kutokana itakuwa barabara kubwa na itakuwa ni yenye ubora zaidi. Sisi kama wafanyabiashara kwa hapa tunashindwa kufunguka vizuri kibiashara, kwa sababu njia hii inakuwa haina population kubwa, kwa sababu mzunguko wake unakuwa ni mdogo. Barabara pia inakuwa haijatengenezwa vizuri, ni ya vumbi na nini. Hasa kulingana na kwamba na aina ya biashara tunazotakiwa kuzifanya, unajikuta kwa mazingira haya zinakuwa ziendi. Tunafanya biashara kulingana na mazingira yaliyo. Of course ni shauku yetu kubwa kuona kwamba hii barabara ikikamilika, kwa sababu itatuongezea biashara, uendeshaji wa biashara itakuwa kwa kiasi chake, kwa sababu ndio barabara tunayoitegemea, ndio barabara kubwa ambayo inatuletea wateja wanatokea Mwanga mjini huko, wanakuja huko kwa ajili ya kupata huduma ya kitimoto. Maana kitimoto kwa Kigoma inapatikana hapa. Hii ndio sehemu ya kitimoto. Pia sio hilo tu, kutokana na ufinyu wa barabara kumekuwa na ajali nyingi sana. Yaani imefikia kiasi kwamba tumezizoea ajali. Sasa ajali imekuwa sehemu ya maisha yetu. Hilo tulikuwa tunaomba mheshimiwa mbunge, mheshimiwa wetu aweze kusimamia hili kwa hali na mali, asilale, asipate usingizi, aweze kutukamilishia hii barabara ili tuweze kufanya kazi kwa amani. Atusaidie kwa kusimamia hii barabara itengenezwe na iweze kukaa kwenye mstari ulionyooka, kwa sababu ni njia kubwa ambayo inayopita na kila watu. Yaani magari mengi, watembea na miguu. Kwa hiyo tunapata adha sana. Kwa hiyo tunamuomba atusaidie, atusimamie ili barabara iweze kufanyaje, kuisha. Ili na sisi tunufaike wananchi.